if you listen to Mr. Seed, amechukua style ya Masauti kwa hiyo song. Masauti ameimba, Mr. Seed amechukua, si ati amekopi, alichukua flow ya nani? Ya Masauti. Hiyo inakwambia nini? Masauti ako na style ya saa hii. Sasa na yeye nani akaimba na style yake. Sasa yeye ni yeye aendeleze hiyo style. So when we don't have pioneers, utapatanga kama sasa siku zetu when you used to release music. Sisi tulikuwa tunafanya music kama biashara hii. I would send someone to Calif Records ajue Jua Kali anafanya nini. I would send someone kwenye Shinski tujue Nyasho wanafanya nini usiku. I would send someone ajue Nameless na Wahuu wana plan nini na Red Sun. Kwa sababu ilikuwa industry and we were united. So we would meet. Unasikia mtu anakuambia, ile song Pilipili anaenda kutoa saa hii, nyinyi wote mtatoroka. Na ningeambia mtu niibie hiyo song uniletee, ninasikiza. Kwa sababu najua music, naambia Lucas, wachana na song yangu kwanza. What happens today? Kwa sababu hakuna mtu anapeana hii, wanatoanga song 20 asubuhi moja. Tila ametoa, huyu ametoa. Sometimes hata nikienda home trending, hata unashindwa uone gani. Nowadays, if your song is not trending, before nijue nitakaa miaka mingi sana. Ama nione kwa Instagram ya msanii. Kwa hivyo mimi nataka niseme hapa lazima tukue na mentors kwa hao wasanii wenye wanatoa song. Lazima tukue na mentors na watu wanajua music industry vizuri na watu wanajua a good song na song yenye haiwezi make kwa industry. Kwa sababu unapata from the content they produce 100%, tusikisema in a fraction of 100 ni kama 20% inaweza make it to our radio stations na ikuwe hit song. You ulienda mbio. I want to take you back to the management and stuff. Do you think sometimes pia management wanakonga na shida about handling artists? You see the reason why that let me tell you one thing. As I told you, I think I rukadi nini swali kwanza. What I was trying to tell you is that managing an artist who doesn't know that he is in the music industry to make money is very hard. Kwa sababu like I started doing music in 2007. That's like 15 to 17 years. So if someone took me and started managing me in 2006 and I got a hit song in 2010, those are how many years? Like 4 years. Mtu ananilipia chakula, ananilipia mahali ya kulala, na hata singepata hiyo 2010 kwa sababu ningekuwa najisikia sana niko na management. How much money would I have spent ya huyo mtu? So what happens ni msanii anachukuliwa, anasainiwa, he has talent. There is no way nitakuandikia muziki nikurekodie na nisome market venye inafanya. So what happens, you find even some management hawajui song nzuri, song ya msanii mzuri. Unaona huyu msanii badala ajifanyie vitu zingine kama branding yake, anataka do bad management mfanyie. So inakuwa very expensive. Sasa unapata hata ile pesa sometimes msanii ana bring back kwa management haiwezi rudisha ile pesa wao umetumia. Mheshimiwa, yesterday we saw Eric alisema Tuesday atarudi. Pia atakuletea utaichukua. You see what I've told you, Eric is taking the wrong route. Kwa sababu the law is there. And the law is very clear. There's an authority called CA, Communication Authority. It has the mandate ya kukaa chini after every 2 years. Let me repeat. After every 2 years, there is a stakeholders meeting that is held. The stakeholders meeting include musicians, producers, and the broadcasters themselves. What they do, they sit down, wana agree. This is the amount of content Kenyans wameproduce. This is the amount. Now broadcasters wanasema kwa show yetu tunataka kama ile time wave ya Gengeton. Wanasema sisi tunataka kucheza Gengeton ndio ina hit saa hii. Mtu mwingine alete marege na nini hajasoma market venye inataka. Unanipata? Kama sasa nilikuwa naona kama watizetu wengine wamefanya amapiano. Diamond has a very good song ya amapiano. Anaangalia music venye inaenda. Unapata huku mtu bado ana produce zile music ya time yetu. So when they sit down they agree. Now from today as we speak now iko at 40. They agree like now the next meeting will be in early 2022. So what will happen? The artists hawakujangi for that meeting. So what I'll do as a leader, I'll mobilize wakue hiyo siku. So now from that meeting watasikizana. Wasikizane waseme the content sahi ni 40. And as artists sisi tunaweza raise ifike wapi? 100. Wenye nimekuambia ni ngumu sana. Upate hiyo content ikiwa 75 venye Eric anasema lazima wa work hard na wasome market inataka nini, kwa sababu even broadcasters wako kwa biashara. So what will happen after that meeting, we'll say tuko na hii content, so we want it raised from 40 to 60 wakiwa hapo, but there is no way utaraisua 40% and you're not attending that meeting. Unanipata?
How do you manage? Sorry. For one now, I've been hearing that Kenya doesn't have its original sound. The reason why Tanzania is doing well is because bongo is the original sound. Same thing as Nigeria. So why is it that Kenyan producers are failing Kenyan musicians to come up with their sounds so that we can also sell our music internationally? You see, as I told you earlier, we can't blame the producers. You see, maybe if you go back to my music history, mimi hata sikuwa naimba, mimi nimerap, nimefanya zingine furaha, kama song inaitwa Furaha hata sijui nilikuwa nasema nini. Hata enda usikize, even today I can't tell you what I was saying in that song. Jump up, unaweka tu. Luckily song ikaiji hiyo time na ikafanya vizuri. It was not a monster hit, lakini ilinisaidia, nilikuwa nalipa nyumba kidogo. What I've been telling you from the time we started this press conference, music ni business. And let me ask you a very simple question. If you go to Tanzania today, because watu washinda wakisema, oh, Tanzania wanatreatiwa vizuri. They have more problems than us. Yes. And they have more artists than sisi. What do they do? Ukiona, and I've given you this example a million times. If Diamond, now let me give you a very good example. A song like Number One ya Rayvanny. Is it a good song? Yes. It's a monster. Yes. Wewe kuna mtu alikuforce kupenda hiyo song? What did Otile do after that? He used the same beat. Yes. Wakiwa na Jovi. Is it a hit song? Yes. That's what I've been telling you. Unasoma market venye iko. Where did Rayvanny get that song from? Unaitanga hiyo wimbo Despacito, inaitanga nini? Despacito. Yes. Sasa alisikiza Despacito, inaitanga Despacito. Akakopi kutoka wapi? Despacito. Kwa sababu Despacito is a very big song. Despacito something. Kwa sababu yeye ni businessman. Anajiuliza hii song imehit kwa nini? Why this song hata mimi nikienda Dubai ikiwekwa, because there was a time I was in Dubai, hiyo song ikiwekwa hata Muhindi, hata Mkikuyu, hata mimi mwenyewe na dance, and I didn't know that song. Sasa Rayvanny is a businessman. Aliona hii akachukua, na yeye Otile akachukua na akafanya the same beat. So when the DJ plays Number One, song next atacheza gani? Tena atacheza gani? Despacito. So if the DJ is doing a tempo of 11, wewe uimbe blues, itachezwa wapi? And then something I want to tell you guys, you see, someone like Eric Wainaina, and I respect him, alimba ile song ya Nchi ya Kitu Kidogo. It's a good song ama it's not a good song? It's a good song. Sasa, how do you come as an artist 2022, you do a bad song than that hiyo ya Eric Wainaina? Wewe unataka tusahau ya Eric Wainaina na wewe bado unatupatia kitu hata hatujui unasema nini? Kwa sababu ukiulizwa unasemanga I have a Kenyan song, okay, anawekelea. Kama haijapita Eric Wainaina, utaambia wa Kenya nini? Tuachane na ile Eric tusikize hii. Unanipata venye nasema? Kwa hivyo what we need to do ni artist wajue music ni biashara. Even if you keep complaining, wa Nigeria wanafanya. I remember on Wednesday, Saturday, and I'm sorry to say this, I attended the concert, and then where we were seated, guys were arguing. Wanasema, hey, wacha uone Nyasha akiingia hapa, wacha uone. Kwanza yeye ndiye anamaliza show. Nikawauliza anashindana na nani? Wakaniambia Wakenya wamekuja kuona Nyasha, na mimi mwenyewe nikangoja nione Nyasha. But let me ask you, the reason why Kenyans walikuwa na compete at the Cool na Nyash is because Nyasha kona monster hit. Kama ile wameimba na Kagia, it's a monster hit. Kama tuendelee, it's a no time hit. Kiangalia songs zake akona kwa kama songs 5. Adekule akona ngapi? Kama 5. Kama 5, hata kuna zingine nilisikia hapo. So, hakuna venye utaniambia ati kwa sababu Nyash ni Mkenya na anakuja nyuma ya Adekule. It is what it is, tuikose celebrate. It's a big song. It's a big song. Na uwezi zuia hata ufanya nini? Wanasema conscience hata kuja, shensi hata kuja. Utazuia aje? And I want them to challenge them. Kama wanaona kabisa, those artists will not come here. Because me, I'm a beneficiary wa hizo concerts. Mimi nimeenda Rwanda, nimeenda wapi? There was a time even I was called the Big Brother. I was called, niliona nikiperform Big Brother. Na watu wa South Africa wanaimba kigeugeu. Sasa na wangesema nisiitwe, they requested. Mimi nikatoka hapa nikaenda mpaka South Africa. We were with Nonini that time. And when I got on stage, mimi nilikuwa nauliza watu naimba nini? When I got on stage, walikuwa naimba kicheucheu. Wanasema kicheucheu. They would ask me, what do you mean by kicheucheu? Because of the melody and the beats of that song. Same thing in Rwanda. Nikienda huko, artists wananiambia, you are a problem in this country. Live. Msanii ananiambia hivyo, you are a big problem in this country. Sasa
what they need to do now is to do good music. Hakuna shortcut. Hata tuweke bill 100 hapa, tuseme hata wasanii, even if we play 100% content kwa radio and we play bad music, itakusaidia na nini? Nobody will listen to even the local stations. Sasa hata wataanza kusikiza BBC. Unanipata? Kwa hivyo mimi na challenge wasanii. We are going to do whatever we can. We are going to push for the bill if Eric brings it on Tuesday. Tutajaribu mahali tunaweza. Me, I always support them. Whenever there is a problem, I'm always there for them. Na hakuna siku nimekataa kuchukua simu. Even yesterday nilichukua simu ya Eric na nikaongea na OCPD, nikamuexplainia Eric ni nani na nika make sure Eric ametoka. Na hata after ametoka akasema asante. And he told me he was coming to you guys mfanye interview hapo theater. Yeah. Sasa sisi hatujasimamia hapo, but what I want to advise artists ni kwanza wachukulie music kama business na wajue music ni universal. Lazima ucompete na huyo, lazima ucompete na huo msanii. Yeah? So lingine tukimalizia. Tukimalizia, I just want to know 2022 is just a few months. Yeah. So any political prospects? You see, guys keep asking me which one is easy, music na politics. Me I find them kama the same, kwa sababu zote ni kuplease watu na ile kitu unafanya. If I do a bad song, nobody will listen to it. So my re-election come 2022, I'm still vying for the Starehe seat. I'm still going for the Starehe seat, and the reason why I'll get elected is because of the things I'm doing for my people, those who elected me. There were problems that they gave me zenye nitaenda kufanya. There were suluhisho zenye nimepata masuluhisho, kuna zile sijapata. So for them, it's for them now. Siwezi jipiga kifua niseme utanipata hapa 2022. Ile kitu naweza sema as Jaguar nimejaribu kufanya kazi venye inafaa. So at least najua from venye nimekuwa nikifanya hata next year tutapatana na nyinyi hapa. Na nikikosa nitarudi kwa mzigo kwa sababu sauti bado iko. Mwesh, labda swali la mwisho from my side. How do you rate the Kenyan marketing for, the music industry? Like the marketing from both management and the artists? You're still asking me the same question. You see, me nime travel. Music industry, most artists, ata actors. You find when someone is doing very well, if you call a meeting today, my friend, you won't get the A-list artist. Let me assure you that. Call them one day, waambie tupatane pale National Theatre. Utapata wasanii wale walikuwa naimba 50 years ago. Okay? Ule mtu alikula mali yake ama aliinvest au alifanya nini, anakuja kukwambia venye hakupewa pesa ya sikiza. That's what happens. When you need the A-list artists ili wa mobilize wengine wadogo wa feel ni industry moja, you won't find them because they're making money. That's why I'm saying if you're making money, invest. Sasa ukishinda ukiniuliza maneno ya industry ya Kenya, the problems zenye tuko nazo, even if you go to Uganda today, they have the same problem. You go to the US today. I remember there was a time I was in the US and I met an artist nikamuuliza, as back home tunawado sana kwa sababu music yenu ni international. You know what he told me? Aliniambia wazungu wa UK wana invade nini yao. Wame invade the industry yao. And it's true. Akina Sam Smith kuna time wali take over. Huyu mama anaitwa Adele. Kuna time wali take over. You find them now they were complaining watu wa UK wanakuja kuperform kwao. Haya, unaenda tena unamuuliza how is your music industry? Wanakwambia akina Fat Joe, akina Jennifer Lopez, akina nani si wa huku wamekuja lakini wametoka over industry yetu. So once they start taking business kama business, vitu zitaendelea vizuri. Because you can be an artist we had Michael Jackson. He was there for some time. After kurealize ameisha na kuna competition nyingine, he got into depression. Ama ni uongo? Kwa sababu he was very big. After some time hata mimi naweza kuambia there was a time nalalanga hivi usiku nakumbuka stadium ilikuwa na watu kama 130,000. Unaamuka usiku. Unaona? If I didn't invest, sasa ningekuwa na depression. Unanipata pale na kitabu ni mimi nataka pesa yangu ya sikiza. But I knew. Mimi kwanza sijai kunywa pombe, sijai vuta sigara, sijai fanya nini. Na hiyo maneno ya entourage, hiyo ati tunaingia watu 50 mimi sijai kuwa na. Nilikuwa nachukua bag yangu, unanipea 500 nakuja. Nachukua pesa yangu nakuja na invest. Sasa ukitaka kukaa 5 star na uende ulize promoter yote, even when I was big, kama mimi nishaisema nataka presidential. Sasa nilala kwa presidential tena nikalala Kibera kwangu. Wewe unipatie hiyo pesa mimi nitaenda kulala kwangu. Hiyo maneno ya presidential, sijui nini, security, that's even now mimi sitembeangi na security. Kwa sababu ni kwa muda. If you don't invest in any business, I've even given you a very good example yangu mimi as a member of parliament. If I don't invest, sahi si tunaenda 2022 nikienda nyumbani nitakuja kwenu.
Kwa hivyo ni kila mahali, hata wewe saa hii mahali huko where you are doing your online thing, if you ukipata pesa yako unaenda unakunywa, si nyinyi mko na watu wamekuwa kwa industry hivyo sasa.